Siku ya leo ningependa kuongelea ugonjwa wa East Coast Fever au ugonjwa wa ndigana kali. Huu ni mmoja kati ya magonjwa hatari sana yanayoathiri ng'ombe, especially kwa ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama. Ugonjwa huu unasababishwa na kimelea aina ya Theileria parva ambao unasababishwa na vector au msambazaji ambaye ni Rhipicephalus appendiculatus. Ugonjwa huu Rhipicephalus appendiculatus ni moja kati ya kupe ambao wanatoka kwa ng'ombe mmoja wanaenda kwa ng'ombe mwingine wakiwa wanasambaza hivyo vimelea vya Theileria parva. Lakini moja kati ya dalili ambazo unaweza ukaziona kwa mnyama ambaye ana huo ugonjwa wa ECF ni upumuaji wa shida. Ng'ombe wako atakuwa anahangaika upande wa kupumua, atakuwa anatanua miguu ya mbele kama anaonyesha anateseka sana kwenye upande wa kuvuta hewa na kutoa hewa. Lakini pia dalili nyingine unaweza kuona kwa ng'ombe wako, ng'ombe anakosa hamu ya chakula. Ugonjwa mwingine ambao unaweza kuuona ni ng'ombe anakuwa anatokwa na machozi kwa sababu ya joto la mwili kuwa lipo juu. Lakini pia dalili nyingine ni joto kuwa juu. Joto linakadiriwa kufika nyuzi joto 40.5 mpaka 41.5. Hizo ni moja kati ya dalili ambazo unaweza kuziona kwa mnyama wako. Lakini dalili nyingine pia ambayo unaweza kuiona kwa mnyama kwamba inaweza kukupatia kwamba huu ni ugonjwa wa ECF. Ng'ombe anakuwa na vimba hizi tezi. Kuna tezi zilizoko nyuma ya sikio ambazo tunaita parotid lymph node, kuna prescapula ambazo zinakuwa karibu na mguu wa mbele kwa juu hapa, lakini pia kuna prefemoral na tezi zinginezo ambazo zinapatikana kwa mnyama. Lakini hizo tezi ambazo nimekutajia ni moja kati ya tezi ambazo kwa asilimia kubwa zinaweza kukuonyesha kwamba huu ni ugonjwa ambao ni ugonjwa wa ECF ambao unamuaffect mnyama. Lakini pia kipengele kingine ambacho tutapenda kukiongelea ni kipengele cha kutibu. Kwenye upande wa kutibu, ningependelea zaidi kuwashauri wakulima watoe chanjo kwa wanyama wao kabla huo ugonjwa haujawafikia wanyama wao. Na hii chanjo ambayo tunaiongelea hapa ni chanjo yetu pendwa inayoitwa Muguga Cocktail. Hii ni chanjo ambayo imegunduliwa katika mji wa Muguga huko Kenya, ambapo chanjo hii imetengenezwa kwa strain 3 tofauti. Chanjo ya strain ya kwanza ni Muguga strain. Hii Muguga strain imepatikana katika eneo moja linaloitwa Muguga huko Kenya. Strain ya pili ambayo imekuwa combined kwa ajili ya kutengeneza hii chanjo inaitwa Theileria parva Serengeti. Hii ni strain ambayo imetolewa katika mbuga ya wanyama ya Serengeti, ambapo pia ni moja kati ya sehemu ambayo ilipatikana hii strain ya Muguga cocktail. Lakini pia strain nyingine inaitwa Kiambu. Hii ni moja kati ya strain ambazo zimeunganishwa kutengeneza hii chanjo ya ECF au ndigana kali. Kwa hiyo tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo nawashauri wakulima wachanje ng'ombe wao mapema kwa ajili ya kuzuia hivyo vimelea vya ndigana kali kuwapata ng'ombe wao. Gharama za matibabu ni kubwa sana ukilinganisha na gharama za kumpatia chanjo ng'ombe wako. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima watoe chanjo mapema kwa ng'ombe wao ili kuzuia maambukizi au huo ugonjwa wa ndigana kali. Kitu kingine ambacho pia ninapenda kukitoa kwa wakulima, chanjo ni bei nafuu ukilinganisha na kumtibu ng'ombe wako. Ng'ombe wako unapoenda kumtibu, actually unaweza kutumia gharama kubwa zaidi ukilinganisha na ambavyo utatoa chanjo kwa mkulima wako. Chanjo inaweza ikawa na cost shilingi 20,000 au shilingi 25,000, ambapo ni bei nafuu zaidi ukilinganisha na gharama ya matibabu. Gharama ya matibabu, chupa ile ya Buparvaquin, chupa moja ina cost shilingi 50,000 mpaka shilingi 55,000. Kwa hiyo ni gharama ambayo ipo. Hiyo ni tumeongelea upande wa chupa tu, lakini kuna baadhi ya dawa zingine ambazo utazihitaji kwa ajili ya kumchoma mnyama wako. Kwa hiyo ni bora ukatoa chanjo ambayo ni shilingi 25,000, ambayo hiyo chanjo ni kwa maisha yote ya mnyama wako. Kwa hiyo hautawahi tena kusikia ugonjwa umemwaffect mnyama wako au umetokea tena kwa kundi la wanyama wako walioko unaowafuga. Kwa hiyo nawashauri zaidi wakulima watoe hii chanjo ya Muguga cocktail ambayo itakuwa ni msaada kwao, lakini pia itaongeza thamani ya ng'ombe, itaongeza
itakupunguzia wewe gharama za matibabu, kwa sababu ng'ombe wako wote watakuwa wapo vaccinated na watakuwa wapo protected dhidi ya huo ugonjwa wa ndigana kali. Asanteni.